Kwa nini utawala wa kizayuni wa Israeli unaogopa vita na Iran na unaomba msaada kwa Marekani? Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kukabiliana na hujuma za utawala wa kizayuni kwenye maeneo kadhaa ya nchi na kuwa washahidi baadhi ya makamanda waandamizi, wanasayansi mashuhuri na watu wa kawaida, hususan wanawake na watoto, ilianza operesheni ya kijeshi dhidi ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu. Kulingana na Paris Today, Denis Stranovich ameandika, Israeli ipo katika kilele cha mapigano na Iran, lakini inapaswa kusemwa kwamba kinachotishia Israeli ni kwamba vita hivi vitateleza kuelekea vita vya uasi. Stranovich aliongeza, ikiwa vita vitarefushwa, mzigo wake mkubwa utasambaratisha uchumi wa jamii ya Israeli. Mtaalamu huyo wa kizayuni ambaye ni miongoni mwa watafiti wa kituo cha usalama cha utawala wa kizayuni na mwenyekiti wa zamani wa dawati la Iran la chombo cha kijasusi cha kijeshi cha Israeli alisema, ni muhimu sana kwa viongozi wa Israeli kupata maana kwamba Israeli haiwezi kuzima kabisa uwezo wa Iran wa makombora au nyuklia na inapaswa kumaliza vita na Iran haraka. Aliweka wazi, matamshi ya mamlaka ya Israeli yanaonyesha kwamba wamepigwa na butwaa jinsi ya kumaliza vita hivi. Vile vile, usaidizi wa magharibi kwa Israeli umefungua njia kwa uasi katika eneo la Asia Magharibi. Kwa mujibu wa ripoti ya Middle East Monitor iliyonukuliwa, mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran yasingewezekana bila uungaji mkono endelevu wa mataifa ya magharibi kwa utawala unaokalia kwa mabavu. Ibrahim Hawit katika makala ya Middle East Monitor anabainisha kuwa serikali ya mrengo wa kulia zaidi katika historia ya Israeli imetiwa moyo na watu kama waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer na rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen kumruhusu Benjamin Netanyahu kufanya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na hata mauaji ya halaiki bila kizuizi. Redley katika makala ya Oktoba ya Middle East Monitor alikuwa ameonya, Netanyahu hata koma hadi aivute Marekani na Uingereza kwenye vita katika Mashariki ya Kati. Hewitt akirejelea makala ya Redley anaandika kwamba utawala hatari zaidi duniani leo si mwingine bali ni taifa la kikoloni la Israeli, utawala ulioasisiwa kwa ukatili wa magaidi wa kizayuni na ambao tangu wakati huo umetumia ugaidi wa serikali dhidi ya Palestina na wengineo. Kulingana na ripoti hiyo, katika mtazamo potovu wa ulimwengu wa Netanyahu, Israeli inayoonekana sana kama mbwa mwenye kichaa inachukuliwa kuwa sehemu ya ulimwengu uliostaarabu. Lakini huu ni uhalifu wa kila siku wa Israeli. Ni serikali gani inayofanya uhalifu wa kivita kila siku? Ni serikali gani inayotuma wanajeshi wake kuchinja raia, kuua makumi ya maelfu ya wanawake na watoto, kuharibu miundombinu ya mijini, kutia ndani hospitali, shule na mahali pa ibada, kuzuia misaada ya kibinadamu na kutumia njaa kama silaha ya vita? Haya ndiyo matendo ambayo Israeli inatekeleza huko Gaza. Sambamba na hilo, inamiliki sehemu za Lebanon na Syria, huku ikiendelea na operation za kijeshi kwenye ukingo wa magharibi, hasa katika eneo la Jenin na kambi yake ya wakimbizi. Na kwa kushangaza, serikali hii inamiliki silaha za nyuklia, ingawa Ufaransa mara nyingi inasifiwa kwa kuunga mkono mpango wa nyuklia wa Israeli katika miaka 1950. Kitabu cha Dangerous Liaison cha Andrew na Leslie cha 1992 kinafichua kuwa Israeli ilipata nyenzo za nyuklia kupitia ujasusi nchini Marekani, ikiwa ni pamoja na kutoweka kwa pauni 206 za urani iliyorutubishwa kutoka kwenye kituo cha nyuklia huko Pennsylvania. Leo Israeli inakadiriwa kuwa na hadi vichwa 400 vya nyuklia pamoja na mifumo yao ya uwasilishaji kwenye kituo cha nyuklia cha Dimona katika jangwa la Negev. Ulimwengu haujui idadi kamili kwa sababu Israeli haijajiunga na mkataba wa kuzuia uenezaji wa nyuklia na wakaguzi wa baa kutoka wakala wa kimataifa nishati atomic. Sasa huu ni unafiki wa Israeli na wafuasi wake wa magharibi. Kwa viwango vya magharibi, ni Israeli pekee inayoruhusiwa kuwa na silaha nyingi za kawaida na za nyuklia huru kuzitumia wakati wowote na popote inapopenda, wakati hakuna taifa jingine kwenye eneo hilo imepewa haki hiyo. Kwa nini? Na bado tunatarajiwa kuamini kwamba mbwa huyu kichaa mwenye silaha za nyuklia ni nguvu ya wema duniani. Ukweli ni kwamba ulimwengu umedanganywa, wahalifu wanapoonyeshwa kwa waadilifu na wasio na sheria wakikumbatiwa, huku walio halali wakifanywa kwa wahalifu. Lazima tukubali kwamba tunaingia katika jaribio hatari ambalo linatishia ubinadamu. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile mkuu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran amezungumzia jinai za utawala kizayuni wa kulishambulia jengo la mtandao wa habari la Jamhuri ya Kiislamu Iran IRIB na kusema wenzetu jasiri wataendelea kutekeleza wajibu wao wa kuripoti hadi dakika ya mwisho. Amesema wenzetu shupavu watatekeleza wajibu wao wa kuhabarisha umma hadi dakika ya mwisho kabisa, ingawa shambulio hili la utawala kizayuni dhidi ya Iran linaweza kuwa kitendo kipya cha uchokozi kulenga jengo ambalo halina silaha, ni mfano wa wazi wa jinai. Mkuu huyo wa vyombo vya habari vya serikali aliendelea kusema,
Tunapoitazama historia ya utawala wa Kizayuni, tunaona kwamba waandishi wa habari na vyombo vya habari vimekuwa miongoni mwa walengwa wake. Je, ni kwa namna gani mwenzao anayeshikilia maandishi ya habari analeta tishio zaidi ya kuwasilisha ukweli? Shambulio hili haliwezi kuwa na uhalali. Kama unavyojua, utawala wa Kizayuni pia umemuua shahidi waandishi wa habari karibu 300 huko Gaza. Jebel aliongeza, lengo la utawala huu ni kunyamazisha ukweli, lakini hautafanikiwa. Wenzetu watainua bendera ya vyombo vya habari vya kitaifa hadi tone lao la mwisho la damu. Maadamu wangali hai, hawataacha wajibu wao wa kihistoria. Wajibu wetu ni kueleza ukweli. Mkuu wa vyombo vya habari vya kitaifa pia alitoa ujumbe akisema, kwa jina la Mungu, kwa watu watukufu wa Iran, dakika zilizopita kituo cha utangazaji cha Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kilikabiliwa na mashambulizi ya kikatili ya adui mzayuni. Shambulio hili linaonyesha ulengaji wa kimaksudi wa vyombo vya habari vya taifa letu, likilenga kina kimkakati cha mbele ya vyombo vya habari vya adui. Wanashujaa wa taifa letu kubwa katika vyombo vya habari vya kitaifa wanatangaza kwa sauti kuu, azma yetu ya kukabiliana na vita vya mseto vilivyoanzishwa na adui mzayuni imeongezeka, na hakuna udhaifu ulioingia katika azimio letu la kushinda vyombo vya habari mbele ya nguvu za uongo. Mwisho kumnukuu. Vile vile, ofisi ya mahusiano ya umma ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu imetoa taarifa ikilani shambulio la jinai lililofanywa na utawala wa Kizayuni kwenye jengo la shirika la utangazaji la taifa la Iran na studio mtandao wa habari. Taarifa hii inasema utawala wa Kizayuni wa umwagaji damu, mauaji ya watoto na mbwa mwitu unaoendelea na jinai zake dhidi ya nchi ya Kiislamu kwa mara nyingine tena imefanya ukatili wa wazi kwa kushambulia moja kwa moja nguzo muhimu za mbele ya vyombo vya habari vya upinzani. Jengo la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na studio mtandao wa habari ambayo imekuwa ikipambana kuonyesha taarifa mbalimbali imeweza kushambuliwa. Mwisho wa kunukuu taarifa yao. Lakini wanasema sauti ya ukweli haiwezi kunyamazishwa, na maadui wa taifa la Iran na Resistance Front hawataweza kamwe kushambulia ukweli kwa kushambulia majengo. Mwisho wa kunukuu taarifa yao. Vile vile, serikali na makundi tofauti ya kisiasa ya Amerika Kusini yamelaani mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran na kueleza mshikamano wao na Jamhuri ya Kiislamu. Utawala bandia wa Kizayuni umeanza mfululizo wa mashambulizi katika ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran tangu Ijumaa Juni 13 na kusababisha kuuawa shahidi makamanda kadhaa wa kijeshi, wanasayansi na watu wa kawaida mjini Tehran na miji michache. Hatua hii ya kikatili ilisababisha shutuma kali duniani kote, yakiwemo mataifa ya Amerika Kusini. Kwa mujibu wa Paris Today, ikinukuu kutoka IRNA, Miguel Diaz-Canel, rais wa Cuba, amelaani mashambulio ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran ambayo bila ya kuwajibika yatazidisha mivutano katika eneo la Magharibi. Wizara ya mambo ya nje ya Venezuela nayo imelaani vikali hujuma ya kijeshi isiyo halali na isiyo na uhalali ya Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kusema kuwa hatua hiyo inakiuka sheria za kimataifa. Serikali ya Nicaragua nayo imelaani vikali uchokozi wa kizembe wa utawala wa Israeli dhidi ya watu na serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kushadidi hali ya hatari sana ya kijeshi ambayo ni kwa mujibu wa mantiki isiyo na mantiki. Vile vile, wizara ya mambo ya nje ya Mexico imeonyesha wasiwasi wake mkubwa na kulaani kuongezeka kwa ghasia zinazoendelea katika eneo la Asia Magharibi. Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Israeli dhidi ya Iran. Shukrani kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.